kwamba ikiingia mwilini ufanyaji kazi wake ni wa uharaka zaidi, kwa hiyo pia na matokeo yanakuwa ya uharaka zaidi. Na wote tunajua kwamba protini kazi yake ni kujenga mwili pamoja na kukarabati seli za mwili. Kwa hiyo ikiwa mtoto atatumia vyakula kutoka kwenye hili kundi la vyakula vya asili ya wanyama, itamsaidia sana kuongeza kasi ya ukuaji wake, kwa sababu vyakula hivi vinafanya kazi kwa haraka kuliko protini yake inafanya kazi kwa haraka kuliko protini inayopatikana kwenye makundi mengine ambayo nitayataja hapo mbele. Na kundi la tatu ni vyakula vya jamii ya mikunde, kokwa na mbegu zenye mafuta. Vyakula vya jamii ya mikunde ni kama kunde zenyewe, maharage, njegere, mbaazi. Lakini kokwa zinazozungumziwa humu sio yale makokwa ya maembe. Ni vile vyakula ambavyo vimezungukwa na ganda gumu, kama korosho imezungukwa na bibo lile, kwa hiyo hiyo inaingia kwenye kokwa. Nazi imezungukwa na lile ganda gumu, yenyewe ni kokwa. Lakini mbegu za mafuta ambazo tunazungumzia katika hili kundi ni kama tetere, zinapatikana sana mkoani kwetu Iringa, alizeti. Na vyakula vya hili kundi ukivitumia unapata protini pia. Lakini protini ya hapa sio protini daraja la kwanza, ni protini daraja la pili, kwa maana ya kwamba ili ifanye kazi mwilini inahitaji sapoti kubwa kutoka vyakula vya makundi mengine, lakini pia inahitaji hatua mbalimbali za kuichakata ili iweze kufanya kazi mwilini. Haifanyi kazi moja kwa moja kama ile protini ya kwenye vyakula vya asili ya wanyama. Pamoja na kwamba haifanyi kazi haraka, ila ni muhimu, kwa sababu ukiachana na protini inayopatikana humo, kuna vitu vingine vya muhimu vinapatikana humo kama nyuzi, makapi mlo ambayo yanasaidia kulainisha choo na kusaidia hatua nzima ya mmeng'enyo wa chakula. Kundi la 4 ni kundi la mboga mboga. Hapa tunazungumzia mboga mboga za kijani na mboga mboga ambazo sio za kijani. Tumetenga katika haya makundi kwa maana ya mboga mboga za kijani na zisizokuwa za kijani kulingana na aina ya virutubishi vinavyopatikana. Mboga mboga za kijani zenyewe zina madini chuma kwa wingi, kwa hiyo ni muhimu sana kwa mtu anayehitaji madini chuma, lakini ni muhimu kwa watu wote pia, hasa wajawazito ambao wenyewe katika kipindi cha ujauzito mara nyingi wanakuwa na tatizo la kupungukiwa damu. Kwa hiyo anashauriwa sana kutumia mboga mboga za kijani. Lakini mboga mboga zisizokuwa za kijani mara nyingi zinatumika kama viungo, venyewe ni kama vitunguu, karoti, nyanya chungu, biringanya na mboga mboga zingine ambazo hazina rangi ya kijani. Hizi pia zina vitamini na madini ya kutosha, madini mchanganyiko, ambao kazi ya vitamini na madini mwilini ni kusaidia mwili kujikinga na magonjwa. Inasaidia mwili kutengeneza kinga ambazo zinasaidia kupambana na magonjwa mbalimbali. Tukienda kwenye kundi la 5 ni kundi la matunda. Hapa tutazungumzia matunda ya asili na matunda yasiyokuwa ya asili. Tumeweka katika huo mfumo wa matunda ya asili na yasiyokuwa ya asili ili kuwasaidia au kutusaidia sisi watumiaji tusidharau yale matunda ya asili ambayo yanapatikana kwenye maeneo yetu, kwa sababu aina ya virutubishi vinavyopatikana kwenye matunda hayo ya asili na yasiyokuwa ya asili vinafanana. Kwa hiyo matunda ya asili kwa mkoa wa Iringa, sasa Iringa DC, ni kama misada, mikusu, mivengi. Na matunda yasiyokuwa ya asili yanayopatikana Iringa DC ni kama maparachichi, maembe, mapindiges, peaches, lakini Wahehe wanasema mapindiges. Ndio, hayo yanapatikana Iringa DC. Na kazi ya matunda, kwa sababu na yenyewe ina vitamini na madini ya kutosha, ni kusaidia mwili kujikinga dhidi ya magonjwa. Matunda pia yana vitamini ambazo zinasaidia mwili kutengeneza kinga mwili za kutosha kupambana na magonjwa. Na kundi la mwisho ni kundi la mafuta. Mafuta safi yanayotokana na mimea. Tunashauriwa kutumia mafuta yanayotokana na mimea kwa sababu yenyewe hayana tabia ya kuganda, kwa hiyo sio rahisi kwenda kuganda kwenye mishipa ya damu na kusababisha magonjwa yasiyo ya kuambukiza kama pressure. Lakini pia hapo kwenye mafuta tunashauriwa kutumia kiwango kidogo sana. Katika milo yako yote hautakiwi kuzidisha vijiko 2 kwa siku vya mafuta. Kwa hiyo mafuta ni muhimu kwa maana ya ufyonzaji, yanasaidia ufyonzaji wa vitamini na madini ambazo zinapatikana kwenye mboga mboga na matunda. Kuna baadhi ya
vitamin haziwezi kufyonzwa bila uwepo wa mafuta.